الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu katika imani, leo tutaendelea kukumbushana na kufahamishana fadhila za haya masiku 10 ya Dhulhijja, ambako tunatarajia muda si mrefu kwa mwaka wetu huu wa 2026 kuingia katika mwaka huo, ambako katika mwezi huo ambako leo katika tarehe ya Hijiria ni tarehe 26 ya Dhulqaada ya mwaka 1447 Hijiria, sawa na tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Ukiangalia hapo, kwa mujibu wa tarehe zimebakia siku chache sana, na tarehe hii inategemea na muandamo wa mwezi utakavyokuwa. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba Arafa itakuwa siku fulani, kwa sababu mpaka tuangalie muandamo wa mwezi. Mwezi utakapoandama ndio tutaanza kuhesabu mpaka itakapofika tarehe ya Arafa. Leo tutaelezea kipengele kinachozungumzia fadlu yaumi Arafa. Yaumu Arafa min al-ayyam al-fadila fi hadhihi al-ashr. Fadila za siku ya Arafa ni miongoni mwa fadhila ambazo tunahitajika sisi kama Waislamu tukumbushane. Na yaumu Arafa ni miongoni mwa masiku bora kabisa katika haya masiku 10, ambayo yaumu Arafa yaumu tasi min Dhulhijja ni siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Miongoni mwa fadhila za mwezi huu, au miongoni mwa fadhila za siku hii ya Arafa, miongoni mwa fadhila zake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha dini ya Uislamu ndani ya siku hiyo ya Arafa, pale alipoteremshiwa aya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati al-Maida aya ya 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Leo nimekamilisha dini yenu, nimekamilisha kwenu dini yenu, na nimetimiza neema yangu ambayo ni ya Uislamu. Wa raditu lakumul islam dina, na nimeuridhia Uislamu kwenu kuwa dini yenu. Anasema Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qad arafna dhalika al-yawm, kwa hakika tumeifahamu siku hiyo, wal makana alladhi nazalat fihi ala nabii sallallahu alayhi wasallam, na tumefahamu mahala ambako iliteremka aya hiyo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa qaimun bi Arafa, na yeye Mtume akiwa amesimama katika viwanja vya Arafa yaumal jumu'ah, siku ya Ijumaa. Kwa maana ilikuwa ni siku ya Ijumaa, ilikuwa ni mwezi 9, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesimama katika viwanja vya Arafa, ndipo akateremshiwa aya hiyo katika viwanja hivyo. Lakini pia miongoni mwa fadhila za yaumu Arafa, Allah subhanahu wa ta'ala anawaacha huru watu wengi sana siku hiyo. Wa fi yaumi Arafa ya'tiqu Allahu azza wa jalla minan nar kathiran min ibadihi. Allah anawaacha huru watu wengi kutokana na moto, wengi anawasamehe siku hiyo. Kama akhbarana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kama alivyotueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, biqaulihi, kwa kusema kwake Mtume anasema maneno haya: ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafa. Hakuna siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawaacha kwa wingi sana watu kutokana na moto
kuliko siku hii ya Arafa. Hadithi ameieleza Imamu Muslim. Ukitazama katika hadithi hiyo inaonyesha wazi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe watu wengi katika siku hiyo kuliko siku yoyote. Hii ni kuonyesha ubora na fadhila zinazopatikana katika siku hiyo. Wa fi hadithin akhar yaqulu sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi nyingine anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha yubahi bi ahli Arafati ahla as-samaa, hakika ya Allah anajifakharisha na walioko mbinguni, kwa maana malaika. Hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala anajifakharisha kwa wale watu waliopo katika viwanja vya Arafa, akijifakharisha na watu wa mbinguni, kwa maana malaika. Allah subhanahu wa ta'ala anajifakharisha nao wale watu waliopo katika viwanja vya Arafa. Fayaqulu lahum, akiwaambia, undhuru ila ibadi, watazameni waja wangu, jauni shu'than ghubra, wamenijia hali ya kuwa shu'tha, nywele zimetimuka kutokana na kushughulishwa na kufanya ibada, hawajatana nywele. Ghubra, wakiwa wanavumbi, hali ya kuwa wanavumbi kutokana na ubize waliokuwa nao na hatua walizozitumia na masafa walioyakata kuja kujidhalilisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah atakuwa anajifakharisha na wale walioko pale, waliosimama katika viwanja vile, wakiwa katika hali ambayo imeelezwa. Rawahu Ahmad, hadithi ameieleza Imamu Ahmad. Waqad dhakara Ibn Rajab rahimahullah anna al-'itqa min an-nari 'amun li jami'il muslimin. Ibn Rajab katika Lataifu anasema anna al-'itqa min an-nari 'amun li jami'il muslimin, kule kuachwa na moto, kuachwa huru na moto, manake usiguswe na moto, jambo hili ni amun, linaenea kwa Waislamu wote. Kwa hiyo kila atakayefanya asbabu za kuwekwa mbali na moto, basi msamaha huu na yeye utamfika. Kwa hiyo yanayotakiwa kufanya kwa Muislamu, wa yustahabu siyamu yaumi Arafa, ni sunna kufunga siku ya Arafa, haithu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam suila an sawmi yaumi Arafa faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kuhusu saumu ya siku ya Arafa. Alivyoulizwa akasema, yukaffiru sanata almadhiya wa sanata alqabila, saumu ya siku ya Arafa, anayefunga funga ya siku ya Arafa, basi atasamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao, manake apata ofa ya miaka miwili. Rawahu al-Imam Muslim. Wa hadha yustahabu li ghairi al-hajj, ama ufungaji huu ni sunna kwa wale ambao sio mahujaji, kwa maana waliopo miji tofauti na waliopo katika viwanja vya hija. Wa amma al-hujjaju fala yusannu lahu siyamu hadha al-yawm, ama mahujaji si sunna kwao kufunga siku hii. Wa fitruhu afdalu, na kula kwao ni bora zaidi. Taasiyan bi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam faqad taraka sawma, ni kwa ajili ya kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwani yeye hakuwa amefunga katika siku ile alivyokuwa katika viwanja vya Arafa. Na hapa tungependa kutoa tambihi moja, kwamba Waislamu wafahamu kwamba Arafa ni moja tu katika ulimwengu mzima, hakuna Arafa mbili. Na Arafa ni siku gani? Yaumu tasi, ni siku ya 9 ya Dhulhijja, pale ambako mahujaji wanasimama katika viwanja vya Arafa, ndiyo inapatikana hiyo siku ya Arafa. Kwa hiyo usidanganyike ukapitwa na fadhila hizi ukaambiwa kwamba Arafa sijui iko wapi. Hapana, Arafa ni moja tu. Kwa hiyo Waislamu wachukue tambihi katika hili. Lakini pia katika yale ambayo ni sunna kuyafanya na yanahitajika kwa kila Muislamu ayafanye ili aweze kupata fadhila hizi,
anatakiwa aombe dua, kwani liddu'a yawmi arafa maziyatun ala ghairihi fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwa sababu dua inayoombwa katika siku ya Arafa ina faida na inapambanuliwa na dua zinazoombwa katika siku nyingine. Siku hii ni miongoni mwa siku nyeti sana ambazo Muislamu hutakiwi kuzikosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairu du'ai du'au yawmi Arafa, dua iliyokuwa bora, maombi yaliyokuwa bora ni maombi ya siku ya Arafa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, na mambo bora, maneno mazuri niliyoyasema mimi na mitume kabla yangu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ni maneno haya Muislamu anatakiwa ayaseme katika siku ya Arafa, katika siku ambayo Muislamu hutakiwi kufanya ajizi na ukapitwa na mambo mengi ambayo tumeyaeleza. Mtume anasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki, ni wa pekee, hana mshirika. Lahul mulk, ufalme ni wa kwake. Walahul hamd, sifa njema zote ni za kwake. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye juu ya kila kitu ni muweza. Kwa hiyo Muislamu siku hiyo tukithirishe Waislamu kusema haya maneno, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Falyahrisul muslim ala du'a, Muislamu awe na pupa katika kuomba dua fi hadha al-yawm al-azim, katika hii siku iliyokuwa kubwa, siku ambayo ni tukufu kama tulivyoieleza. Lakini pia katika mambo ambayo Muislamu yasikupite katika siku hiyo ya Arafa, wa yushra'u at-takbiru min fajri yawmi Arafa, na ni sunna Muislamu kuleta takbira katika siku ya Arafa tokea ile alfajiri ila akhiri ayami tashriq, mpaka mwisho wa yale masiku ya tashriq, masiku ya kuanika nyama au ya kuchanja nyama. Kwa nini? Lithubuti dhalika ani salafi salih, kwa sababu hilo limethibiti kwa masalafi. Qala ibn Taymiyyah radhiyallahu rahimahullah, qala ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Ibn Taymiyyah Allah mrehemu, annahu ashharul aqwali wa huwa alladhi alayhi al-amal, kwamba kufanya adhkari hii ndio katika ashharul aqwal, ni katika kauli ambazo ni mashuhuri zaidi na wengi katika wanachuoni wanaifanyia kazi kauli hiyo. Wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma, Ibn Umar alikuwa yukabbiru bimina tilka al-ayyam, akileta takbira sehemu inaitwa Mina katika hayo masiku. Wa khalfa salawati, na baada ya swala, yani nyuma ya swala, baada ya swala. Khalfa ni nyuma. Wa ala firashi, yani kabla ya swala na baada ya swala. Wa ala firashihi, na akileta hizo takbira pia akiwa kitandani kwake. Wa fi fustatihi, lakini pia akiwa katika hema, yani kwa maana akiwa katika mishughuliko yake yote Muislamu anatakiwa alete takbira. Wa majlisihi, na katika majlisi zake, katika vikao vyake. Wa mamshahu, na katika sehemu zake anazotembea. Tilka al-ayyam, katika masiku yote hayo jamia, masiku yote alikuwa analeta takbira. Kwa hiyo tukithirishe kuleta takbira katika siku hizo, tukithirishe kuomba dua katika siku hiyo, tukithirishe kufanya khairati mbalimbali, kwa sababu ni miongoni mwa masiku ambayo ni mara chache sana kuyapata Muislamu. Yawezekana ikawa mwaka huu ni wa mwisho, usipate tena yaumu Arafa. Yawezekana hata pia hausifike, lakini tia nia, kwa sababu nia yako inaweza ikaathiri
ukalipwa kwa mujibu wa nia yako. Wayakunu takbiru biduni tahdidi adadi muayyanin, takbira zile hazina idadi maalumu kwamba labda ziwe 50 au ziwe 100 au ziwe 10. Wala bisautin jamaiyin wahidin wala fi waqtin muhaddadin, wala kwa sauti ya jamaa ya kikundi ya pamoja, wala hazikuwekewa kwamba lazima wawe watu wengi ndio watoe hizo sauti, na wala katika wakati maalumu, bali wakati wote Muislamu unatakiwa ulete takbira, kwa sababu ni siku miongoni mwa siku ambazo adhimu zaidi kwa Muislamu. Kwa hiyo usipitwe, ewe ndugu Muislamu, usipitwe na kheri hizi, usipitwe na hizi kheri ambazo wengi katika sisi na imani kuna baadhi yetu zitawapita hizi kheri. Miongoni mwa kusoma dua, wengine hawatosoma, saumu wengine hawatofunga. Basi ili mradi kwamba tunakumbushana Waislamu wawe katika tambihi ya hili na waweze kuzipata fadhila za hii siku. Usipange kukosa Muislamu katika siku hiyo, kwani ukikosa itakuwa ni hasara kubwa sana, na huenda usiipate tena siku hiyo, kama Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa amemaliza uhai wako, au mimi itakuwa amemaliza uhai wangu kabla ya kufikia siku hiyo au kufikia mwaka unaofuata. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.